haifai kuifanyia kazi hadithi dhaifu mutlaqan. Ni mamoja ni katika mambo fadhailul a'mal au mingineyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم. الحديث الأول، حديث ya kwanza kwenye kitabu hiki, kitabun adhim, ni hadithi ya innamal a'malu binniyat. Anasema an amiril mu'minin, imepokewa kutoka kwa amirul mu'minin, amiri kiongozi wa waislamu wa waumini, Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال: amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema: innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote ni yenye kuzingatiwa kwa nia, au hakika kusihi matendo yote kunazingatiwa kwa nia, kunazingatiwa nia. Wa innama, na hakika hapana vingine, likulli mri'in ma nawa, atapata kila mtu alichokinuia. Likulli mri'in ma nawa, atapata kila mtu alilolinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, basi kuhama kwake, yani malipo ya kuhama kwake, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, maana anafanya hivyo ibtighaa mardhati llahi, amelifanya hilo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahijratuhu, basi kule kuhama kwake, ila Allah wa rasuli, ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia anayotaka aipate, atakayo aipate, anayotaka aipate, au imraati yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke anayetaka kumuoa, ndilo lilemhamisha, au mfano wa hayo katika hududhi dunia, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa lile alilolihamia. Kama wewe unajua katika nafsi yako kwa nini umehama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kutafuta ilmu, basi utapata ujira wake, kwa sababu ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Kwa ajili ya kazi utapata ujira wake wa hilo. Kwa ajili ya fitna utapata ujira wake. Kwa ajili ya maasi utapata ujira wake. Lakini hili ni bainak wa baina rabbik, ni baina yako wewe na Mola wako, kwa sababu yeye ndiye alimu bidhati sudur. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi kubwa, na ndio maana taifatun min as-salaf min ulama al-milla wanasema yanbaghi an yakuna hadha al-hadith fi awwal kulli kitab min kutub al-ilm, inatakikana hadithi hii kuwa iwe mwanzo katika kila kitabu miongoni mwa vitabu vya ilmu. Na ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake bada bihi, ameanza nayo hadithi hii akaifanya kuwa ni hadithi ya kwanza, na hii ni katika hadithi ambazo ni aslun min usuli din, kama anavyosema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
ثلاثه احاديث يدور عليها الاسلام حديث tatu uislamu unazunguka juu yake حديث عمر انما الاعمال بالنيات ya kwanza ni hadithi Umar انما الاعمال بالنيات وحديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد mwenye kuzusha katika jambo letu hili katika dini yetu hii lisilokuwamo hilo ni lenye kurudishwa na hadithi ya an-Nu'man wa hadithu an-Nu'man ibn Bashir na hadithi ya Nu'man ibn Bashir al-halal bayyin wal-haram bayyin وهذا حديث عظيم رواه امام المحدثين wameipokea hadithi hii maimamu wawili wa watu wa hadithi viongozi maimamu wawili wa hadithi nani Abu Abdullah wa kwanza ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari imamu mkubwa katika imamu ahlus sunnati wal jamaa wa Abu al-Husayn na wa pili ni Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi fi sahihayhima katika sahihi zao alladhaini yani vitabu vyao sahihi vitabu ambavyo huma asahhu al-kutub al-musannafa ni vitabu sahihi zaidi katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu basi hivi ni vitabu sahihi zaidi haya lakini watu wamekhtalifiana kitabu gani kilichokuwa asahhu lakini awwalu man sannafa fi sahihi Muhammad wa khussa bitarjih ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضل ذا لو نفع katika alfi iraq na tumesoma hapa na wengine wasema tashajara qaumun fi al-bukhari wa muslim ladayya wa qalu ayu dhaini yuqaddamu فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم من ناني عبد الرحمن بن دبي نعم يقرأ الحديث الثاني au lakini watu tumeanza sababu kasdi ni kwamba tukatusome hadithi zipungue 5 katika darasa moja 5 6 tegemea sana ukubwa wa hadithi na maana zake na ufupi wake lakini zile hadithi ambazo tunaona ni fupi basi zipungue 5 hadithi ndefu tunaweza kusema 1 2 insha Allah sasa sijui kama hadithi hii ya pili tunaweza kuisoma kwa dakika 2 3 kila siku na jambo lake lakini sababu tunahesabu hapa hadithi 42 tukisoma hadithi 5 kwa maana hadithi 10 ndani ya wiki basi ndani mwezi mmoja biidhnillah alkarim tutakuwa tumemaliza kitabu kwa sababu hatuna wakati tumechelewa kuanza بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم. الحديث الثاني حديث يبيلي نسمى وعن عمر رضي الله عنه أيضا imepokewa kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu vile vile kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu sawa عن حرف جر مبني لا محل له من الإعراب وعمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة لأنه اسم لا ينصرف ورضي الله عنه فعل وفاعل وجار ومجرور أيضا يقول تكهب إعراب yake أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آضى ومعنى عاد وهو آضى أيضا إعراب أيضا لمفعول مطلق لفعل محذوف بس هو فاعل ولا كنوات قال أمسمع عمر رضي الله عنه بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما katika baadhi ya chapa kingine بينما sababu ni dharfu zamani mansub wa alamatu nasbihi al-fatha adh-dhahira zamani masdariya بينما نحن جلوس wakati tulipokuwa sisi ni wenye kukaa inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam mbele za mtume sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin siku moja dhata نائب عن الظرف عن ظرف الزمان منصوب ذات يوم siku moja hiyo imekaa ni naibu ya dharfu zaman hiyo yaumi naona منصوب hapo ilipo mudhaf na yaumi ni mudhaf ilayhi ittala alaina rajulun ghafla alitokeza kwetu sisi mtu mmoja shadidu bayadhi athiyabi mwenye nguo nyeupe mno. Waswahili wengine wanasema mwenye kuondokea mno kwenye weupe wa nguo. Kuja na nguo nyeupe shadidu bayadhi thiyabi mwenye kuondokea mno kwenye weupe wa nguo. Rajulun shadidu bayadhi thiyabi mtu ambaye ni mweupe mno wa nguo zake ni nyeupe sana. Shadidu sawadi sha'ri mwenye kuondokea mno mweusi wa nywele yani mwenye nywele nyeusi mno. La yura alayhi atharu safari haionekani juu yake athari ya safari kwamba labda huyu ametoka safarini kwa amechafuka athari ile ya safari haionekani. Wala yaarifuhu minna ahadun wala hamjui yeye katika sisi yoyote. Hakuna katika sisi anemjua yeye, hakuna yoyote katika sisi anemjua yeye. Wala yaarifuhu wala hamjui yeye minna katika sisi ahadun ni mtu yoyote hajulikani, ni mtu mgeni. Kwa sababu watu walikuwa wakiona athari ya safari kwa kutibuka nywele, kuchafuka nguo, mtu amejaa vumbi. Lakini huyu athari ya safari haionekani na ni mgeni hajulikani baina yetu sisi watu wa Madina, hatumjui. Tulishangaa jambo hili, vipi mtu ametoka wapi? Kama toka safari mbona msafi? Alafu si mwenyeji hapa. Hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka akaja akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka akaja akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi akayegemeza magoti yake ila rukbatayhi kwenye magoti yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Akayegemeza magoti yake kwenye magoti yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi na akaweka viganja vyake Jibril huyo mtu aliyekuja ala fakhidhaihi juu ya mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
kuna watu wanasema hivyo. Sheikh Ibn Uthaymeen anaeleza wallah kaffaihi, asema hii ina tafsiri mbili faida hiyo. Qila hadhihi qila fiha tafsiran, wa wada'a kaffaihi ay Jibril akaweka viganja vyake ala fakhidhihi ay ala fakhidhi nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa pia akaweka mikono yake katika mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema hivyo kwa sababu dhamiri zote zile zinarudi mahali pamoja, kwa sababu ni anna tawafuq ar-ruju'i aula min ta'arudhihi bila qarina. Kuwafikiana kule kurejea kwa dhamiri ni bora zaidi kuliko kugongana kwake tena bila ya qarina. Na wengine wakasema la, wa wada'a kaffaihi, na akaweka viganja vyake yeye Jibril ala fakhidhihi, juu ya mapaja yake yeye Jibril akaweka mwenyewe. Na hii ni katika adabu, miongoni mwa adabu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili ndio lilikuwa aula zaidi, lilikuwa wazi zaidi kwamba Jibrili aliweka viganja vyake vya mikono juu ya mapaja yake yeye mwenyewe. Haya, tuendelea. Anasema waqala ya Muhammad, na akasema yule mtu, ewe Muhammad, akhbirni an alislam, nipe habari, nielezee kuhusu Uislamu. Ni nini Uislamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alislamu an tashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kushuhudia au ni kushahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wengi wakati kwenye kutafanya tarjama wanaongeza na shuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki, wanaongeza neno apasaye. Halina madhara, lakini mimi silioni katika tarjama ya la ilaha illa Allah, sababu kileta tarjama la ilaha illa Allah waliona la maabuda bihaqqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hakuna apasaye katika yani. Lakini tuseme kwamba haramu, bid'a, madhambi, kosa, lakini watu wanaongeza neno hili, wanapasishana. Lakini ukitazama kwa tafsiri ya neno ya maana ya la ilaha illa Allah kwa Kiarabu, tunaona la ilaha illa Allah la maabuda bihaqqin illa Allah, sio hivyo? Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yatosha hiyo. Sawa? Kwa mambo ya tarjama watu tutakana waangalie sana, lakini pia tunasema sio makosa, umezidisha. Maana asli ni kutokuondoshwa, kwa sababu kama tutasema labda kuna vitu vimeondoshwa, asli ni kutokuondoshwa mpaka kupatikane dalili. Sawa? Kwa hiyo hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, lakini pia yafaa kusema ashhadu, kwa maana nakiri kwa moyo na ninabaini kwa ulimi, yafaa pia, kwa sababu ni shahada. Maana yake ni hii kwamba nakiri, uqirru wa udhir, kwa hiyo nakiri kwa moyo na ninabaini kwa ulimi la ilaha illa Allah, kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hii ni nguzo ya kwanza. Wa tuqima as-sala, na kusimamisha swala, nguzo ya pili. Wa tu'ti az-zaka, na kutoa zaka, nguzo ya tatu. Wa tasuma ramadhana, na kufunga Ramadhani, nguzo ya nne. Wa tahujja al-bait, na kuikusudia al-Kaaba kwa ibada. Wa tahujja al-bait, na kuikusudia al-Kaaba kwa ibada. In istata'ta ilayhi sabila, ukiweza njia ya kuiendea hiyo al-Kaaba, ukiweza njia ya kuiendea hiyo al-Kaaba. Qala sadaqta, yule mtu yule akasema sadaqta, akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, umesema kweli, akamsadikisha. Fa'ajibna lahu, tukamstaajabu yeye. Yasaluhu wa yusaddiquhu, anamuuliza yeye na anamsadikisha yeye, kama vile ajua. Kama alikuwa wajua uliza nini, tukamshangaa huyu mtu kutoka wapi. Qala fa akhbirni 'anil iman, akasema nielezee kuhusu iman. Imani ni nini? Qala, akasema an tu'mina billah, imani ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar, kheri yake na shari yake. Qala sadaqta, akasema tena yule mtu sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, akasema nielezee kuhusu ihsan. Ihsani ni nini? Qala, akasema an ta'budu Allah, ni kumwabudu Allah, kaannaka tarahu,
kana kwamba wewe unamuona, wamwabudu Allah kama vile wamuona, kaannaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona. Fa in lam takun tarahu, na usipomuona, ikiwa wewe humuoni Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun, na usipokuwa tarahu unamuona, yani ikawa ile yaqini yako haifikishi kuwa kwamba kama vile umeona Allah, fa innahu yarak, basi hakika yeye anakuona wewe. Wewe lijue hilo kwamba yeye anakuona yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kama turaqibu Allah azza wa jalla, manzila ya muraqaba haipatikani kwa yoyote. Kuna watu wengi nyoyo zao zimefunikwa na ghafla, katika nyoyo za watu wengi zimefunikwa na dunia, zimefunikwa na mambo ya kilimwengu, kwa hiyo hasimkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala illa qalila. Kwa daraja ya muraqabatullah ni daraja kubwa sana ambayo mtu atakiwa awe nayo, aone kama anamuona Allah au Allah anamuona yeye, si jambo dogo hilo. Kwa hiyo hii ni nguzo ya tatu katika nguzo za dini, al-Islamu, al-iman, kisha ihsan. Sasa watu wa tasawufu wao hujibanza hapa, wakawa wanazungumza, wanawaambia watu kwamba kweli sisi tasawufu ni hii ihsan ya kumfundisha mtu njia ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muraqaba, njia ya kumfikisha Allah mtu kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kufanya muraqaba na kufanya ihsani. Ni jambo limeelezwa kwenye Qur'ani na Sunna, sawa, kwa maneno mazuri kabisa na vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wamelitabiki hilo, hakuna shaka. Na miongoni mwa vitabu vinavyofundisha jambo hilo ni vitabu vya hadithi, Riyadhus Salihin, 40 an-Nawawiyya na vinginevyo. Lakini kutuletea shatahati sufi alafu ukataka kutuambia kwamba ndio njia hizo, kwamba kuna makamu hii kisha makamu hii na shatahati nyingi na uongo mwingi wa kitasawuf, hilo halikubaliki. Usijifiche chini ya kivuli cha ihsan kwa kuleta mambo ya bid'a na mambo ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mlango wa ihsan ni mlango muhimu sana, na mtu atakiwa asome vitabu vya zuhud, ar-raqaiq, asome vitabu vya ibadat na namna yeye kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni wameandika vitabu hivyo kwa uzuri na wamesherehesha maneno, na kikubwa zaidi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, kisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyaru as-salihin min ibadillahi salihin. Tayib, kisha akasema katika hadithi hii, fa akhbirni ani as-saa, nielezee kuhusu kiyama, nipe habari ya kiyama. Kiyama lini? Sawa, haya hakuna anayejua, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, akasema, mal mas'ulu anha, hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama bi'alama, ni mwenye kukijua, minasaili, kumshinda aliyeuliza. Ma ana bi'alama minasaili wa huwa Jibril, mimi si mjuzi zaidi kumshinda Jibril. Yani yastawi fi hadha Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ghayru, Muhammad na mwingine wote wako sawa tu katika hili, si kwamba eti mimi najua kukushinda wewe, la. Allah ndiye anajua zaidi, Allah ndiye anajua mambo ya kiyama. Kwa mal mas'ulu anha, hakuwa mwenye kuuliziwa hicho kiyama bi'alama, ni mjuzi zaidi minasail, kuliko mwenye kuuliza. Sote mimi na wewe tuko sawa, kwa hiyo sina ujuzi wa kiyama, mimi sijui kiyama ni lini. Kadhalika akasema, fa akhbirni an amaratiha, basi nielezee kuhusu alama zake. Amaratul qiyama kwa maana ashratul as-saa au ashratul qiyama. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, antalida al-amatu rabbataha, ni kuzaa mwanamke mjakazi mtumwa, al-mamlukatu ar-raqiqa, kumzaa rabbataha, kumzaa ambaye ni bwana wake, sayyida wake. Huyu mtumwa atamzaa binti, takunu sayyidan laha, ni bwana wake. Katika baadhi ya riwaya imekuja antalida al-amatu rabbaha, yani sayyidan laha.
Na wanawachuoni wengi wanaeleza kwamba inna riqa yakthuru fi akhir zaman, utumwa utakithiri kwa akhir zamani, kiasi ambacho mtoto atamjami mwanamke bimiliki yaminihi. Sawa, kisha atazaliwa mtoto ambaye ni bwana kwa manzila ile ya baba yake, na mama yake ni mtumwa. Kwa itakuwa mama amemzaa sayyid kwa kuwa mtoto afuata kwa baba. Na ndivyo ilivyo hata katika kabila. Ukiulizwa kabila gani, mtaje babako, taja kabila ya babako, mimi ni kabila fulani. Sawa, ndio kabila ya mtu, na nisba yake ni kwa baba. Sitaki kutangaza kwa mama hivi, kwa baba hivi. Sasa mimi nafuata kwa mama, la, wewe kwa baba. Sayyid, kwa atakuwa ni sayyid yule mtoto. Wa antara alhufata, na kuwaona wenye kutembea peku, yani wenye kutembea bila ya viatu. Wa antara alhufata, na kuwaona wenye kutembea bila ya viatu, yani kutembea peku kwa maana watu wasio na viatu. Al-urata, waliouchi. Al-ala, mafakiri. Ri'a asha, wachunga mbuzi. Wa antara alhufata, na kuwaona wenye kutembea bila ya viatu. Al-urata, wenye kutembea uchi. Al-ala, mafakiri, yani ahlul badia, ahlul shajari wa buyuti sha'ri. Ukawaona watu hao sasa wanakimbizana mijini. Yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika kurefusha majengo. Yatatawaluna, almutawala ima kushindana au mufakhara, musabaqa au mufakhara, kushindana au kujifakharisha. Wanajifakharisha katika kujenga majengo, kila mmoja atakaye yuko juu zaidi kuliko mwenzake. Yatatawaluna fil bunyan yu'ammiruna alqusura ash-shahiqa والمباني العالية. وقد ظهر هذا في جزيرة العرب. Utakuta mtu kabla ya miaka 20 miaka 30 alikuwa kazi yake kuchunga mbuzi. Baada ya hapo amekuwa na imarat shahiqa, inayosema natihatu as-samaa, unaziita magorofa marefu yenye kugusa mbingu kule mawingu. Thumma intalaq, kisha akaondoka yule mtu. Falabistu maliya, alafu sio kila alama katika alama za kiyama basi ni madhumuma. Sawa, kwa basi ni haramu, haifai kujenga zaidi ya ghorofa 4. Hiyo si kila alama katika alama za kiyama inakuwa ni kitu cha haramu. Viko katika alama za kiyama vitu vizuri, kuna katika alama za kiyama vitu vya mubaha, kuna katika alama za kiyama vitu vya haram. Viko vingi vya haram, lakini si kila katika alama ya kiyama ni kitu kibaya. Kwa sababu katika alama ya kiyama ni kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu kibaya kizuri bila shaka. Thumma intalaq, kisha yule mtu akaondoka. Falabistu maliyan, nikakaa muda mrefu. Maliyan, kitambo kirefu. Katika baadhi ya riwaya 3 falabitha maliya, Umar akakaa kwa muda wa siku 3, inasemekana au muda mrefu. Kisha baada ya kukaa muda wote, thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Umar, ya Umar, atadri man as-sa'il, ewe Umar, unamjua yule muulizaji yule aliyekuja kuuliza, wamjua? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi. Fa innahu Jibril, akasema hakika yeye ni Jibril. Ataakum yuallimukum dinakum, amewajia ni nyinyi kuwafundisha dini yenu. Yani yuallimukum ad-dina bi jami' abwabihi min al-islam wal-iman wal-ihsan. Kwa hiyo saili pale ameonekana kwamba ni mwalimu, na vile vile ile hai aliyokuja nayo ni moja ya kutosheleza katika aina za taalimu kwa tulabul ilm. Na bila shaka katika kisa hiki kuna mafundisho mengi ambayo yatamfaa talibul ilm, na wanawachuoni wametoa fawaidi nyingi, namna alipokuja Jibril, namna alivyovaa na mengineyo, na namna alivyouliza. Yote hayo ndani yake kuna fawaidi. Inshallah katika darasa ya kesho tutakuendelea hadithi nyingine zilizobakia. Tarjama yetu tutaangalia tarjama pamoja na maelezo ya ikhtisar katika kila hadithi. Tutaangalia maelezo ya ikhtisar katika kila hadithi inshallah. Kuna swali lolote? Tushamaliza bwana. Wallahu almuwaffiq. Kuna swali lolote katika hadithi hizi mbili?
katika mukaddima. Leo tumechukua muda kwa sababu ya mukaddima mrefu wa Imam an-Nawawi. Naam, tafadhali.